A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikiwa tunaendelea na hizi nukta ambazo kwamba zinahusiana na mukaddima, yani utangulizi wa mtu kuwa na mtu kutumia uhuru wake, anasema mmoja wa wanachuoni kwamba al-asl, yani asili, fi kulli shay'in, asili katika kila kitu ni uhuru. Yani hapo ni kwa wakati ambao kwamba mtu anaweza jiuliza baina ya uhuru na utumwa kisheria, nini ambayo kwamba tunaweza kadimisha? Yani mtu anashuku kwamba je, baina ya uhuru na baina ya utumwa nini ambayo kwamba tunaweza kadimisha? Tunasema ni uhuru ndiye ambaye kwamba tunakadimisha. Kwa nini ni uhuru? Kwa ajili ya sababu ambazo kwamba zilipita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba tukiwa na uhuru, yani tukiwa tuko free. Tuko free kivipi? Alitupatia sheria ambazo kwamba zile sheria hazifanyi mwanadamu kuwa ni mfungwa. Hizo sheria ndizo ambazo kwamba zinatufanya sisi kuwa uhuru. Sasa anasema fal aslu fi kulli shay'in, ni yani asili katika kila kitu ni mtu kuwa uhuru. Ni kama saizi katika sheria mtu akuulize, je, asili ya halali na haramu ni gani? Utasema asili baina ya haramu, yani mtu ashuku aseme kwamba asili baina ya haramu na halali gani ndio ambaye kwamba tutakuwa wenye kutanguliza. Ikiwa tutashuku tutakuwa ni wenye kutanguliza nini? Asili ya kwamba kwa kila kitu asili ni halali mpaka ibainike kuwa ni nini? Mpaka ibainike kuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia 1, 2, 3 kuwa ni halali, na isipokuwa tu yale ambayo kwamba ameyasema kwamba ni nini? Ni haramu. Sasa kwa hivyo asili ya asili baina ya, ikiwa tutashuku asili baina ya uhuru na utumwa gani ndo asili? Ni uhuru. Kwa ajili hata tukirudi katika historia tunapata watu wengi sana wamepractice uhuru zaidi kuliko utumwa, na akili pia ikubali na fitra maumbile pia ikubali. Sasa anasema wala aks dhalik, na sio kinyume chake. Yani sio kinyume chake kivipi? Hatuwezi tanguliza utumwa kwa uhuru, isipokuwa tunaweza sema hivi kulingana na uchambuzi, yani wanasema istiqra, kulingana na uchambuzi ni kwamba katika zama hizi yani ile ufungwa, na ndo sababu ya sisi kuweka jalasa hii, ile ufungwa, na yani tuseme katika lafdhi ambayo kwamba itaeleweka, ufungwa ndiye ambaye kwamba saizi imepatiwa kipao mbele zaidi kuliko uhuru. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu inshallah taala itakuja baadaye, lakini tunataka tu tuishirie kwamba katika vitu vingi sana, wakati huu utakapotoa fikra ambayo kwamba ni fikra ya uhuru, usitoe fikra, ujaribu kuimplement ile fikra. Hapa nataka kueleza mambo mawili. Kuna wakati ambao kwamba unatoa fikra ya uhuru, yani fikra ambayo kwamba ni fikra huru, na kuna wakati ambao kwamba utataka kuimplement ile fikra ambayo kwamba unaitoa. Hii ni vitu vile tofauti. Kuna wakati ambao kwamba unatoa fikra ambayo kwamba ni fikra huru, yani wewe utatoa tu, utaongea baina ya watu watafurahi nini, watu wapige makofi, hiyo fikra imeenda. Lakini sasa kuna wakati ambao kwamba hiyo ni katika alam, ni katika ulimwengu wa talaffuz, yani kutoa matamshi. Lakini sasa kuna wakati ambao kwamba utataka kuiweka in action, yani katika matendo, yani utendee yale ambayo kwamba umeyasema na uweke katika nini? Katika matendo yako. Hivi ni vitu vile tofauti. Sasa ya kwanza hautapigwa vita, lakini ya pili utapigwa vita. Kwa nini? Kwa ajili utaonekana kwamba wewe ni unaleta vitu ambavyo kwamba haviko, wewe ni hivi na hivi na hivi na hivi. Na ndo vile tunavyoona katika zama hizi kwamba utakapoongea kitu ambacho kwamba ni cha
uhuru, kitu ambacho kwamba ni mathalan kitu ambacho kwamba ni cha haki, watu watakuninio. Lakini sasa kuimplement ile haki, hapo sasa watu wataona kwamba wewe unakuja na kitu kingine ambacho kama ni kitu tofauti. Sasa ndo anasema walihadha sabab. Kwa hiyo mukaddima, utangulizi ambao kwamba tumesema kwamba, na tunarudia tena utangulizi wa nini, wa kwamba asili ya kila kitu, yani tukishuku baina ya uhuru na utumwa, ipi ndiyo kwamba tunakadimisha, ipi ndiye asili? Ni uhuru. Na kwa sababu hii ndio tunapata walihadha sabab, na kwa sababu hii ambayo kwamba tumeeleza mwanzo, nara, tunaona kwamba at-tayr, tunaona kwamba ndege, kama ndege mdogo ambaye kwamba lau atakapoona kwa mbali sana, nara at-tayra, anatoa mfano wa ndege. Tunaona ndege ikiwa itakuwa idha wajahat, ikiwa itakuwa ni yenye kupata nini, itakuwa ni yenye kupata riha al-insan, ikiwa itakuwa ni yenye kunusia kwa mbali harufu ya mwanadamu, yani mwanadamu anapita hapa, hauna shughuli na ndege ule, yani hauhitajia wala haumtaki wala hauna shughuli naye kabisa, lakini unamwona ndio ile ndege pale, anakuwa ni mwenye kusimama, lakini wewe unapita barabarani. Huyu ndege ambaye kwamba unamuona, huyu ndege ambaye kwamba anasimama juu ya mti ama yuko pale popote pale, huna haja naye kabisa. Utafanya nini? Na ule ndege akuone wewe, yafir, atakuwa ni mwenye kutoroka. Hatakuwa ni mwenye kutoroka hatakuwa ni mwenye kukutoroka wewe, lakini atakuwa ni mwenye kutoroka kwa harufu yako wewe. Narudia tena, atakuwa ni mwenye kutoroka ile harufu yako ambayo kwamba anaipata kutokamana na wewe. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ile harufu yako itakapokuwa ni yenye kumfikia yeye, ataona kwamba wewe ndo chanzo cha mimi, yani mimi kama ndege, kutokuwa na uhuru. Kwa hivyo ataona njia salama ya yeye kukwepa utumwa kutokamana na wewe ni nini? Ni kwamba akuwe ni mwenye kutoroka kabisa na kukaa mbali. Kwa hivyo ndio maana anasema ya fir'an, atakuwa ni mwenye kutoroka na kukwepa mbali ile harufu ambayo kwamba ameipata kutoka kwako wewe. Walau kana, na hata kama huyu mwenye anapita atakuwa yuko kama kilomita kadhaa. Kwa nini? La yafirru li khawfi an, hawi ni mwenye kutoroka kwa ajili anamuogopa. Kwa nini? Kwa ajili kuna ndege wengine hawaogopi mwanadamu. Kuna ndege wengine hawaogopi mwanadamu. Hii falsafa lazima tushikamane nayo ndugu zangu, na lazima tukubaliane. La yafir li khawfihi anhu, hatoroki ndege kwa ajili anamuogopa mwanadamu. Kwa nini? Tuweke katika hii kadhia, tuweke katika njia nyingine. Kwa ajili kuna ndege wengine ambao kwamba hawaogopi wanadamu, wanaishi na wanadamu. Wakati mwingine tunapata kuna ndege ambao kwamba wanaishi na mwanadamu vizuri, kama vile kuku, kama vile akina nani hawa, akina njiwa, wanaishi na mwanadamu tu vizuri. Na ndege wengine wengi tu wanaishi na wanadamu, na hata wengine sio lazima hata umtengeze nyumba, umpatie chakula, atakuwa anaishi hapo na wewe. Atakuwa anaenda kuzunguka, atakapozunguka huko atakuwa kisha rudi na akiti na wewe. Jioni utakuwa unamuona hapo nje, si lazima uishi naye. Na tunaona pia katika wale ambao kwamba wengi wanaishi na ndege ni hivyo hivyo tu. Asubuhi anaondoka, jioni anarudi, anaishi nawe pamoja, au anaishi katika sehemu ya dirisha yako wapi, au juu ya dari. Umemwacha yuko na uhuru wake. Wakati mwingine ndege yuko na uhuru wake, lakini anaishi pamoja na wewe. Na hivyo ndo tunaona yani. Nakumbuka tulikuwa tuna rafiki yetu kitambo ambaye kwamba yeye alikuwa anafuga tu njiwa wengi, lakini asubuhi utapata kwamba wafungulia wale njiwa, wanazunguka wanavyotaka. Yule anaenda kule, yule anaenda kule, yule. Lakini sasa ajabu ni kwamba
ikitakapofika jioni wanaletana wengi, unashindwa hawa njiwa wanatoka wapi? Hata wale wa mwituni wanakuja wanaketi pamoja nao, na akipanda juu kule kwa hiyo nyumba ambayo kwamba amewaekea, utapata hata hawamtoroki kabisa, hawamtoroki na hawamkwepi, lakini wanaishi pamoja naye, na wengine hata wanamzunguka, wanampandia nini na nini na vitu kama hivyo. Anakuja anawekea chakula, anakaa na wao nini na nini, kisha anarudi zake. Kwa hivyo ndege atakapotoroka si kwa ajili anakuhofia, lakini kuna nukta nyingine ambayo kwamba anataka sisi tujifunze, ambayo kwamba bal firaruhu ni nini? Ni hurriyatuhu. Kutoroka kwake ni uhuru wake, anatafuta uhuru wake kwa ajili pengine yuko na historia ya huyu mwanadamu, kazi yake ni kufanya hivi, alifanya hivi babu yangu, alifanya hivi nyanya yangu, alifanya hivi shangazi yangu, alifanya hivi nani yangu, alifanya hivi nani yangu. Yuko na historia, pengine huenda yuko na historia, huenda ameona, huenda alisikia, huenda wanaongea, ndio maana anakuwa ni mwenye kutoroka. Yani hizo ni ihtimal ambayo kwamba tunaweza fungamanisha na hii darasa yetu ambayo kwamba tunaongea kuhusiana nayo. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.